usisahau kusubscribe, like na kucomment. Viongozi wa serikali wakiri au kuonyesha kwamba tunalo tatizo hapa nchini kwetu Tanzania. Tuna tatizo kubwa, na miongoni mwa hao ni tatizo la ombwe la uongozi wenye uzalendo na uliokuwa tayari kuwatumikia wananchi kwa kiasi kile ambacho kinachotakiwa. Lakini kwa sababu ukiangalia hali inayoendelea hivi sasa Tanzania na ukiwasikiliza viongozi wetu, hawaonyeshi kuonyesha kama kuna tatizo, na sana wanaonyesha kwamba tatizo liko kwa wananchi wenyewe, labda na wale wakosoaji. Lakini wao wenyewe viongozi watawala wakubwa wanajihisi kwamba wenyewe ni watakatifu na ni watu ambao wako sawa sawa, isipokuwa wananchi ndio tatizo, na wale ambao wanaikosoa serikali au mamlaka zingine, basi hao ndio wanakuwa ni tatizo. Kwa kwanza viongozi wakiri kwamba katika hali tulionayo sasa hivi Tanzania kweli kuna tatizo ambalo lipo. Hilo moja katika kuendea maridhiano. La pili, kuondoa uadui uliopo. Ni muhimu sana kuondoa yale mambo yote ambayo yanapelekea uadui, ikiwa ni pamoja na kuzingatia makesi ya kubambikiwa watu. Kuna kesi nyingi sana za kidini, kuna kesi za kisiasa. Waislamu ni waathirika wa makesi haya ya ugaidi kwa muda mrefu sana. Wamekuwa wanapewa makesi ya ugaidi na wanafungwa, wengine wanafungwa miaka 50. Katikati hapa tumeona Waislamu 6 ambao walifungwa kwa madai kwamba walitaka kupindua serikali. Walitaka kupindua serikali ya Tanzania na kuweka serikali ya Kiislamu, na wakafungwa miaka 50. Watu sita wanawezekanaje wakapindua serikali? Sasa haya ni makesi ya kubambikia. Lakini pia kuna mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa. Hivi tunavyozungumza leo hii wapo gerezani. Ni makesi ya kubambikiwa. Lakini kuna kesi nyingi tu ambazo ni za ugaidi ambazo mashehe wamekuwa wanabambikiwa. Lakini kuna kesi za kisiasa ambazo viongozi wengi wa vyama vya upinzani wamekuwa wakikamatwa na kuwekwa ndani. Hivi sasa tunavyozungumza kuna mwenyekiti wa chama cha demokrasia yumo ndani. Haya makesi ya namna kama hii ni lazima yafutwe, yaondolewe katika kuendea maridhiano vile vile. Lakini vile vile kuna swala la kuna yanayofanana na hayo kwanza yaondolewe vile vile. Lakini hata maboresho vile vile ya jeshi la polisi kama yalivyopendekezwa kwenye tume ya haki jinai na mapendekezo mengine, kwa sababu hiki ni chombo ambacho kimechangia sana kujenga mahusiano mabaya baina ya wananchi na serikali. Lazima kuwa na maboresho. Jeshi la polisi libadilike liwe ni jeshi la huduma badala ya kuwa ni jeshi la kutumia mabavu. Kwa hivyo hizi ni nukta ambazo kwenye waraka wetu tunaweza kusema kwamba huu ni muhtasari wa yale ambayo yako kwenye zile nukta za mapendekezo, lakini kwenye waraka tutazipata kwa upana zaidi. Lakini la 4 ni mchakato wa katiba mpya, na tumesoma kwenye muhtasari wa tume wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande. Amependekeza kuanza mchakato. Sisi tunasema kwamba ni jambo zuri na lifanyike haraka, lakini lifanyike katika misingi ya makubaliano na wadau, na tuanze na uboreshaji katika baadhi ya maeneo mengine, yale maeneo muhimu sana. Kwa mfano, moja ya maboresho ambayo sisi kama Shura tunaona kwamba ni muhimu ni kuivunja tume ya uchaguzi na kuunda tume mpya ya uchaguzi, kwa sababu kwa mbele tunakwenda kwenye kura ya maoni ambayo wananchi watapiga kura ya maoni kuipigia ile katiba. Kura ya maoni kama haikufanyika chini ya tume huru ya uchaguzi, ni vigumu yale maoni kuwa halali. Haiwezi kuwa halali kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tunasema mchakato wa katiba mpya uanze haraka sana, lakini tuanze na maboresho yale mambo ya msingi, ikiwemo tume ya uchaguzi. Haya mambo manne niliyozungumza hapa ndio mapendekezo yetu au muktasari wa mapendekezo 11 yaliyoko katika waraka. Na nisisitize kwamba kwa wale wote ambao wanatusikiliza, ni muhimu waupate waraka wetu wote ambao utakuwa kwenye mtandao, wausome. Itasaidia sana katika majadiliano ya kuona kile ambacho tutakachokuwa tumekizungumza katika waraka huu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.